Karibu tena kwenye channel yetu ya Billy Online 255. Je, wajua kuna kodi za siri ambazo zinatumika ili kuweza kuchunguza simu yako. Je, unajua kuzitumia hizo kodi? Leo nitaenda kuelekeza namna ya kuzitumia hizo kodi. Hizo kodi zitaenda kukusaidia wewe ujue kama simu yako inachunguzwa. Alafu pia zitaenda kukusaidia wewe uweze pia kuchunguza simu ya mtu mwingine kama ukitaka. Kwa hizo kodi zitakusaidia wewe ujue kama simu yako inachunguzwa au zitakusaidia wewe kwa matumizi yako binafsi. Ungana nami toka mwanzo mpaka mwisho nitapoenda kukuelekeza hizo kodi. Kodi ya kwanza ni ya call forward. Hii ni ile unaelekeza mawasiliano yako yanapelekwa kwenye namba nyingine. Au mtu anaelekeza mawasiliano yako wewe anapeleka kwa namba nyingine. Naenda kuelekeza zipo kodi tofauti tofauti. Kodi ya kwanza kwenye call forward, hii inaitwa all calls. Hii ni kodi ambayo itaenda kusaidia uweze mtu akipiga zile conversation au yale mawasiliano yako yaende kwenye namba nyingine, yaweze kusikika kwenye namba nyingine. Kinachofanyika, unaandika pale kwenye menu yako *****, 21 *****, unaweka namba yako kama ni ya 07 au 06 mpaka ya mwisho hizo namba zako 10. Halafu unaishia reli. Baada ya kuweka hapo, hayo mawasiliano yako yanakuwa yanaenda kwenye hiyo namba husika. Na hiyo namba ambayo utaiandika kupitia hizi kodi sio namba ambayo iko kwenye simu yako, ni namba hiyo ambayo labda iko kwenye simu nyingine hapo unataka hayo mawasiliano yaende yaweze kutransfer. *67*, unaweka namba yako unaishia reli. Hii ni kodi ambayo itaenda kukusaidia pale ukiwa busy, mfano uko busy huwezi kupokea simu. Lakini unajua kuna mtu anaweza akapokea simu yako. Unatumia hizi kodi unaandika hiyo namba yake husika. Ukiandika namba yake husika, ikipigwa inaenda kwenye namba yake, anapokea kwa niaba yako. Kwa hiyo wale mabosi ambao wanatumia masekretari kupokea simu zao, saa ingine huwa wanafanya hii forward call au call transfer ambayo wanatumia kodi kama hii kodi hapa. Kwa hiyo hapa inamaanisha ukimpigia unashangaa unaongea na secretary. Hapa amefanya hii call forward. Kodi ya *61*, unaweka namba yako ya simu unaishia reli. Hii ni kodi ambayo ikitokea umeshindwa kupokea simu zako, labda uko busy au imetokea umeshindwa kuzipokea, inamaanisha hizo transfer za busy call zitapelekwa kwenye namba yako ambayo umeiandika hapo. Kwa hivyo inamaanisha inakurahisishia, mfano ndio kama una secretary au mtu wa kupokelea simu anajua bosi akupokea simu hizi. Hii ni kodi ambayo utaitumia pale ikitokea simu yako imezima au imeisha chaji wakati wa kazi ambao utapigiwa simu au upo sehemu ambayo mtandao hakuna kabisa. Automatic watu wakiwa wanakupigia itakuwa inapiga kwenye namba ambayo utakuwa umeingiza kwenye hii menu ya *62*, hiyo namba yako ya simu ya reli. Kwa hiyo inamaanisha ikitokea ili jambo la simu kuzima au mtandao ukiwa upo sawa, mtu akipiga inakuwa inapiga kwenye hiyo namba ambayo umeandika. Ili uweze kuzima call forward kwenye simu yako, utaingia kwenye ile menu yako ya kupiga, utaandika reli 002 reli. Kwa hiyo hapo tayari call forward inakuwa imezima kwenye simu yako. Pia kama uliamua kutumia hizi option za call forward kama nilivyoelekeza hapo nyuma, zote hizo mbalimbali, afu unatamani kuzifuta kwenye simu yako, hutaki labda call forward, utaandika hii menu. Kwa hiyo inamaanisha hapo simu yako inabaki haina hizo option. Afu pia kama ulikuwa na wasiwasi kuna mtu amechunguza simu yako au unaona call forward, zile message za call forward zinajipitisha, unachokifanya tu unaandika hii kodi, tayari call forward inajifuta kwenye simu yako. Option ya pili ya kodi za siri inaenda kwa jina la call barring au kuzuia simu au SMS. Hii ni option ya pili baada ya kutoka kudiscuss ile option ya kwanza ya call forward, ambayo pia nilielekeza na namna ya kuizima call forward kwenye simu yako au kama kwa matumizi yako binafsi. Kwa hiyo tukiingia kwenye hiyo option ya pili, hii itakusaidia kuweza kuzuia hizo SMS au call zozote ambazo unataka zipigwe au ambazo ziingie au unataka kupiga ziende kwa mtu mwingine. Kodi ya kwanza
ni *33*000 reli. Hii ni option au kodi itaenda kusaidia wewe uweze kuzuia simu isitoke. Yaani hapa kama unataka umpe mtu simu yako abaki na simu yako ile hutaki apige kwa mtu yoyote. Inamaanisha ukiandika tu hii kodi haiwezi kumpigia mtu yoyote. Akiwa tu anabonyeza anataka kupiga popote inakuwa inakatika hapa. Usishawahi kama ushawahi kushika simu ukipiga inakatika, ndio hii kodi. Kodi ya pili ni *35*000 reli. Hii ni kodi ambayo itaenda kuchangia wewe kuzuia simu yote isiingie. Kwa hiyo inamaanisha kama uko na mtu binafsi kama ni mpenzi wako au mtu yote ambaye hutaki aone simu yako ikipigwa, unaandika hii kodi, kwa hiyo utaonekana upo busy. Kodi ya tatu ni ya kuzuia SMS kutoka. Kama hutaki mtu yote atumie simu yako kutuma message, inamaanisha utaandika hii *16*000 reli. Inamaanisha hapo hakuna SMS itatoka. Pia kodi ya nne ni *17*000 reli. Ili ya kuzuia SMS kuingia. Kama uko na mtu privacy au mtu wa muhimu au mtu ambaye hutaki aone chat zako zote za SMS zikiingia, ukiingiza hii kodi inamaanisha hakuna SMS yote itaingia. Pia kodi ya tano, hii ni kodi ya kuondoa usumbufu wa aina yoyote. Ili kama hutaki notification ya aina yoyote, yasiyo yale matangazo yanakuja ya Voda, sio matangazo ya Yasi, sio matangazo ya Halotel. Hutaki kitu chochote, sio kupigiwa, sio message hutaki, unatumia hii kodi ya reli 33 reli 000 reli. Inamaanisha hapo hakuna kusumbuliwa kabisa. Kama uko na mtu wako binafsi hata kaone chochote ulichosumbuliwa. Baada ya kudiscuss option ya kwanza na ya pili, hapo tunaenda kudiscuss option ya tatu ya kodi za siri. Hii option ya tatu inaitwa call waiting. Hii ni ile option ya kusubiri simu ukiwa kwenye call. Hapa inamaanisha mfano ukiwa unaongea na mtu, simu inaweza ikaingilia. Mfano unataka mtu akikupigia simu usionekane kwamba uko busy unaongea na mtu mwingine. Kama ushawahi kupiga unaona unaongea na mtu, hapo unachokifanya kama unaongea na simu na mtu mwingine, akipiga iwe inaita, ila kwake pia iwe ina asione kwamba uko busy. Yaani yeye aone ni kawaida anakupigia kama akiwa anapigia watu wengine, ila kumbe wewe unaongea na simu nyingine. Kwa hapo utachokifanya labda utampause huyo mtu mwingine unayempigia, alafu utapokea simu yake. Kwa inamaanisha hapo wewe kama ni mtu wako wa muhimu anakupigia, hapo inamaanisha anaona wewe upo active muda wote. Kwa hiyo kodi husika ni *43 reli. Ukiandika tu hii inamaanisha wewe ukiwa unapigiwa lazima simu ziingiliane bila shida na mtu hawezi kuona kama uko busy. Sasa utachokifanya wewe ndio labda kumstopisha mtu mwingine uongee na huyu, au umstopishe umkatie huyu uipokee juu kwa juu. Kwa hiyo inamaanisha wewe hapo utaonekana wewe ni mtu ambaye uko smart kwenye vitu vyako. Ila pia option ya kuizima hii kama huitaki, unaandika reli 43 reli. Inamaanisha wewe utaizima, utakuwa unabaki kama kawaida. Ukiwa unapigiwa utaonekana busy. Option nyingine ya nne ya kodi za siri ni inaitwa call read, au hii ni kuficha namba yako. Yaani hii inamaanishaje? Ukiwa unampigia mtu, maana saa hizi simu nyingi zimesetiwa automatic. Ukiwa unapigia mtu majina yako yanajulikana kwamba wewe ni nani na nani. Hali ikiwa inakuja tu pale inaandika na majina yako. Haijalishi kaisave au hata kama kaisave, ila pale majina yako yanakuja. Sasa ukitumia hii kodi ya reli 31 reli 31 reli alafu unaweka hiyo namba yako husika, ukitumia hii kodi inamaanisha wewe ukiwa unampigia, kama huyu mtu unahisi ndio muhimu au ameweka ile option ya kusoma majina ili akujue ni nani au unamdai, haiwezi ikasoma. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wewe kumdai deni lako. Kodi ya tano na kodi ya mwisho katika kodi zote ambazo nimezifundisha kwenye kodi za siri, hii ni ile kodi ambayo inaweza kufuta
la liliseti zote. Yaani inaitwa reset ya zote. Yaani zile zote nilizozifundisha zile, unaweza ukazifuta kwa kutumia hii kodi moja. Hii ya reli 004 reli. Inamaanisha kama kuna mtu yoyote kafanya hili jambo, la zile options zote nilizozifundisha za kodi za siri, kama kafanya kwenye simu yako au umetokea ukaifanya katika hizo kodi, ila unatamani kuifuta, labda inasumbua kufuta, inasumbua, ukiandika tu hii reli 004 reli, inamaanisha unafuta, una reset setili zote ambazo ulizowahi kufanya. Inamaanisha wewe unakuwa salama. Au kama kuna mtu alikuwa anafuatilia simu yako bila wewe kujua, unahisi labda amefanya hiyo call forward ya aina yoyote, ukiandika tu hii kodi, ina maana wewe utabaki salama. Kwa hiyo hapa hutachunguzwa tena, utakuwa salama.